Popote pale ambako unatazama Baba Media Official Rose D kwenye kipaza, nakwambia karibu sana. Endelea kusubscribe, kisha kile kina comment kwa ajili ya kumta kwanza tu habari kwa pamoja nini ambacho kinaendelea. Bana, kauli ya Diamond kwa Zuchu baada ya kutangaza kuachana, mali zangu zote ni za mamangu, Mama Dangote afunguka. Noma sana. Bana, ni kauli ya mwanamuziki maarufu Tanzania Diamond Platnumz kwamba mali zake zote ni za mama yake mzazi, yani Mama Dangote. Na kauli hii imeibua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii na katika duru pia za burudani. Msanii huyo amesema kuwa uamuzi huu umetokana na kutambua mchango mkubwa sana wa mama yake katika maisha yake, akieleza kuwa ndiye aliyepambana naye tangu akiwa hana chochote hadi kufikia mafanikio makubwa alionayo hii leo. Sasa kwa mujibu wa Diamond ni kwamba Mama Dangote amekuwa nguzo muhimu sana katika safari yake ya kimuziki na maisha kwa ujumla, na ameeleza kuwa wakati wa changamoto nyingi mama yake aliendelea kumtia moyo na kumsaidia kwa kadiri ya uwezo wake, jambo ambalo limemfanya amini kuwa anastahili kutambuliwa na kuheshimiwa kwa namna ya kipekee sana. Hivyo basi, yeye amesema kwamba mali ambazo alizipata kupitia kazi yake, hizo ni sehemu ya kumthamini mzazi huyo. Sasa kauli hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti sana. Wako ambao walimsifu kwa kuonyesha upendo, heshima na shukrani kwa mama yake, wakisema ni jambo la kuigwa kwa watoto ambao walifanikiwa maishani. Kumwenzi mzazi aliyekulea na kusimamia katika nyakati ngumu ni ishara ya utu na kutambua mchango wa familia katika maisha, katika mafanikio ya mtu. Hata hivyo, wengine wamehoji kauli hiyo wakizingatia kwa Diamond Platnumz yupo kwenye ndoa na msanii mwenzake Zuchu. So baadhi ya wachambuzi wa mitandao wamejiuliza nafasi ya mwenza wake katika umiliki wa mali hizo, hasa ikizingatiwa kuwa swala la mali ndani ya ndoa mara nyingi huibua mijadala ya kisheria na kifamilia. Lakini wengine wameona huenda kauli hiyo ilikuwa ya kuonyesha shukrani kwa mama yake badala ya kuelezea mgawanyo rasmi wa mali. So ni muhimu kutambua kuwa hadi sasa Diamond hajatoa maelekezo ya kina kuhusu mfumo wa kisheria wa umiliki wa mali hizo, au kama alimaanisha kuwa mama yake ndiye mrithi wake mkuu au msimamizi wa mali zake. Lakini kauli yake imebaki kutafsiriwa kwa mitazamo tofauti kutokana na namna ilivyowasilishwa. Lakini on other side pia Mama Dangote amekuwa akijulikana kwa kuwa karibu sana na mwanae, akimunga mkono katika shughuli zake za muziki na biashara kwa miaka mingi pia, na mara kadhaa ameonekana kwenye hafla mbalimbali za familia za kikazi, hali ambayo inaonyesha uhusiano wa karibu sana kati yao. Right now mjadala unaendelea kwenye majukwaa mbalimbali ya kijamii, huko baadhi ya watu wakisisitiza kuwa kila mtu ana haki ya kuamua jinsi ya kusimamia mali zake, ili hali wengine wakiamini kuwa masuala yanayohusu familia na ndoa yanahitaji kuzingatia mawasiliano na taratibu za kisheria. Sasa hata hivyo, kauli ya Diamond Platnumz imeendelea kuvutia hisia za mashabiki wengi na wadau wa burudani, na imeongeza mazungumzo pia kuhusu nafasi ya wazazi wenza wa ndoa na familia katika mafanikio na usimamizi wa mali za watu maarufu. So limekaa vipi? Tunasubiri kuona Diamond atazungumza nini katika kufafanua kile ambacho alikizungumza kuhusiana na umiliki wa mali zake kwamba ni za mama yake, ili hali wengi wanafahamu kwamba yuko kwenye ndoa. Wakati mwingine kwa habari zaidi.